Mtazamaji, karibu katika makala maalum yanayoangazia ushiriki wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika ulinzi wa amani chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa na jumuiya za kikanda. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zinashiriki katika mpango wa ulinzi wa amani duniani baada ya vitendo vya vita, uvunjifu wa amani, utesaji na mauaji katika maeneo mbalimbali duniani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilisaini makubaliano ya kupeleka jeshi kushiriki jukumu la ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa katika nchi za Liberia mwaka 1993, Lebanoni mwaka 2007, Jimbo la Darfur nchini Sudani mwaka 2009 hadi 2021, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2012 na Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka 2017. Hadi sasa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaendelea na operesheni katika nchi hizo. Mkuu wa tawi la operesheni na mafunzo JWTZ Meja Jenerali Ibrahim Muhona anaelezea. Jeshi letu bahati nzuri sana, swala la kusaidia kufanya Afrika yetu iwe na amani limeanza siku nyingi. Sisi tumeingia kwenye kuikomboa Afrika. Kwa maana kwamba zile nchi ambazo ziko kusini mwa Afrika karibu zote sisi tumezisaidia katika ukombozi. Tuliwafundisha majeshi yao na yakaenda kule yakazikomboa nchi zao. Tunaanzia hapo. Lakini tumeenda nchi mbalimbali. Tumekuwepo Liberia kwa mara ya kwanza. Tumefanya kazi kule vizuri sana. Tumekuwepo Komoro, tumefanya kazi vizuri sana. Tumekuwepo Sudani ya Kusini, tumekuwepo Lebanoni mpaka sasa tupo kule, tumekuwepo Central Africa mpaka sasa tupo kule, tumekuwepo DRC. Kote huko tumefanya kazi vizuri. Na hasa muhimili wa nidhamu, weredi na ujuzi, tuko vizuri. Maeneo yote ambayo tumeenda kufanya kazi hawakupenda tuondoke, kwamba mission imekamilika, tunatakiwa kuondoka, lakini walitamani tuendelee kuwepo kwa sababu tunafanya kazi kwa weredi. Hatuna migongano na wananchi, hatuendi kwa maslahi binafsi. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa weredi sana. Tumetekeleza majukumu kama yalivyoagizwa, na tumeishi na raia wa nchi hizo kwa amani na utulivu. Kwa hiyo jeshi letu kwa kweli niseme tu limefanya vizuri, na bahati nzuri huwa tunaandikiwa. Kwa mfano let's say tulivyokuwa South Sudan, Sudani ya Kusini, wanaandika baada ya wakati mnamaliza ile operesheni, wanaandika comments zao, jeshi wamelionaje, limefanyaje kazi, na tumeandikiwa barua nyingi za kupongezwa kwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni kuhakikishia tu kwamba ni jeshi lenye weredi, ni jeshi lenye ujuzi, ni jeshi ambalo linakimbia na sayansi na teknolojia. Threats zimebadilika, matishio yamebadilika. Matishio ya sasa yamekuwa kama hivyo ugaidi, ukiacha ugaidi, lakini vikundi organized groups kwa ajili ya kufanya matendo mbalimbali ya hovyo. Kwa hiyo sasa ili kuendana na ulimwengu wa sasa na threats zinazotukabili sasa, tumeona ni lazima na sisi tuone ni namna gani tunakabiliana na matishio hayo. Kwa mara ya kwanza, Tanzania ilishiriki operesheni ya ulinzi wa amani nchini Liberia mwaka 1993, ikipeleka kikosi kujiunga na majeshi ya Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi iliyojulikana kama ECOMOG. Tanzania iliwasili jijini Monrovia
na kuanza jukumu la kulinda raia na kukusanya silaha kutoka kwa makundi yaliyokuwa yakipigana. Mwaka 2007 JWTZ lilipeleka kikosi cha polisi jeshi kushiriki jukumu la ulinzi wa amani nchini Lebanon, na hadi sasa maafisa na askari bado wanaendelea kutekeleza majukumu huko. Kwa mara nyingine, Umoja wa Mataifa ulisaini hati ya makubaliano na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupeleka kikosi cha wanajeshi katika jimbo la Darfur nchini Sudani lililoathirika na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Jukumu kubwa la vikosi vya Tanzania lilikuwa ni kulinda raia, kulinda wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na kusindikiza misafara ya misaada ya kibinadamu kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa. Luteni Jenerali Y. Jones Kisamba mstaafu anaelezea operesheni hiyo. Tanzania ilipeleka batalion moja ambayo ilikuwa inakaa Korabeche, na nchi zingine kama Nigeria ilikuwa na vikosi 5, Ethiopia ilikuwa na vikosi 6, Rwanda vikosi 6. Lakini katika umahiri wa utendaji, Tanzania ilijitambulisha kwa utendaji mahiri, na mojawapo ya sifa nilipoteuliwa kuwa Deputy Force Commander, tulifanya kazi kubwa, na katika zoezi kubwa ambalo lilitokea tarehe 17 Novemba, kwa kuna zoezi limefanyika la kuua watu sehemu inaitwa Hashaba. Ilibidi mimi niende kuongoza intervention force kwenda kuverify watu waliokuwa wameuawa kule. Mnamo mwaka 2012 nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC waliunda brigade maalum ya kujibu mashambulizi iliyojumuisha nchi za Tanzania, Malawi na Afrika Kusini kwa lengo la kuyaondoa makundi ya waasi mashariki ya Kongo na kuimarisha ulinzi na usalama wa raia. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilishiriki operesheni hiyo na kufanikiwa kuwaondoa waasi katika eneo hilo na kurejesha hali ya amani na utulivu kwa raia wa DRC. Tangu mwaka 2012 hadi sasa, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaendelea kushiriki operesheni mbalimbali nchini DRC chini ya mpango wa amani wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO. Mwaka 2017, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilituma kikosi cha kwanza cha ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati katika mkakati ule ule wa kuendeleza amani kote Afrika na duniani. Mwaka 2008, JWTZ ilishiriki operesheni ya kijeshi ya Umoja wa Afrika iliyoitwa Operation Democratization. Dr. Jakaya Kikwete alikuwa rais wa Tanzania wakati huo. Anatupitisha kwenye kumbukumbu ya mkasa huo. Pale Komoro kilichotokea ni yule Bwana Mohamed Bakar kutangaza kwamba kile kisiwa cha Anjuan kimejitenga kutoka kwenye Federation, shirikisho la Komoro, na kwamba sasa ni nchi huru. Na hilo ndilo tatizo la msingi. Kwa Umoja wa Afrika umekuwa unafanya mazungumzo naye yule bwana muda mrefu. Nakumbuka afanya mkutano kama 21 hivi, 22. Lakini alikuwa bado hataki kushirikisha. Lakini kabla ya hapo mwaka 96-97 tena kulikuwa na wengine tena kule Anjuan walijaribu hivyo kujitenga. Mimi wakati huo nilikuwa waziri wa mambo ya nje na mwenyekiti wa kamati wa baraza la mawaziri wa OAU wakati ule. OAU. Tukaenda kule Komoro mission, mimi nikiongoza. Tupata nafasi ya kuzungumza nao wale, hatukuweza. Wana vurumai, tukarudi Grand Komoro, kisiwa cha Ngazija. Maana pale wana visiwa vitatu, Ngazija, Grand Komoro, wana Mwali na Anjuan. Kwa rais wakati ule ni Rais Sambi. Kama lakini wakati ule mimi ndio nilikuwa nakwenda kwenye kikao cha AU, na mimi katika kikao kile ndio nilikuwa nakabidhiwa wenyekiti wa AU. Kwa tulipokwenda Addis Ababa akalisema lile,
Kwa mimi nilikuwa ndio mwenyekiti, nikasema jamani, tunayo maombi. Sasa tunasemaje? Kwa hiyo viongozi wamekasirika sana, wakawa wamekasirika sana, bwana, haiwezekani, ni lazima AU sasa ichukue hatua ya kwenda kule Komoro, itengeneze jeshi la kwenda Komoro. Sasa basi nchi zijitokeze ambazo ziko tayari kule jeshi kuundwa, na wakasema tengeneze jeshi kwenda kule Komoro na Tanzania iongoze hivyo vikosi. Sasa basi kama ndio mawazo ya wote, sisi tuko tayari. Konde ikajitokeza Sudan, wakajitokeza Senegal, wakajitokeza Libya. Kwa hiyo tukakubaliana ikaundwa ile mission na Tanzania kuwa ndio kiongozi. Tukamteua General Igoti aongoze hiyo, na Igoti tulikuwa tumefanya wote kadeti, na Igoti, Kisamba, Kijuu, wote sisi ndio 06 long. Kwa hiyo Igoti akatayarisha, na kwa matayarisho wanafanya wapi? Wanafanya kisiwa cha Mwali. Kisiwa cha Mwali wanafanya mazoezi, mafunzo, na tukachukua na vijana wetu hawa commandos na marines walikuwa wanakwenda kule Anjouan kule, vijana watundu kweli, wanakwenda Anjouan, wanaingia kwenye kikosi, wanakamata maofisa pale, wanarudi nao Mwali, wanawahoji, alafu wanawarudisha. Basi kwa hiyo imeendelea ile. Sasa ikawa karibu na ile nani execution, kwa ndipo sasa ndio ikaanza maneno. Jenerali Davis Mamunyange mstaafu alikuwa mkuu wa majeshi wakati wa mzozo wa Komoro. Jeshi lilifanya nini kurejesha utawala wa kiraia katika visiwa hivyo? Pewa jukumu la kuratibu maandalizi ya operation hiyo, ambapo vikao vingi tulifanyia hapa Dar es Salaam. Kwanza kikao cha mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi, kikao cha wakuu wa majeshi au wakilishi wao, vikao hivyo tulifanyia Dar es Salaam hapa. Hatimaye ikafika sasa kwamba tumeshafanya maandalizi yote, yameshakamilika, sasa ni kwenda kutekeleza operation hiyo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 10 Machi mwaka 2008 huo mpaka tarehe 20 hivi ilikuwa ni kipindi cha maandalizi, ambapo sehemu kubwa ile maandalizi yao yalifanyikia Ngazija na Mwali Moheli, na ilipofika hiyo tarehe 25 hiyo ndio operation ile ikafanyika kule Anjouan, lakini movement ilianza tarehe 24 Machi. Kwa hiyo mpaka asubuhi tarehe 25 operation ile ikawa imeshafanyika tayari, imeshatekelezwa, kwa maana vikosi vyetu vikawa vimekushatua kwenye kisiwa cha Anjouan. Sisi tulikuwa na jukumu la kukamata, kikosi chetu kamata bandari ya Musamudu ambayo ilikuwa ni muhimu sana tuikamate, na kikosi cha Sudani kilipewa kazi ya kwenda kukamata eneo la Domoni kule mashariki kabisa ya kisiwa cha Anjouan. Ilikuwa ni muhimu sana strategically kukamata ile sehemu, ule mji wa Domoni, na wenzetu wa Komoro walitusaidia kukamata uwanja wa Uwani, uwanja wa ndege wa Uwani. Lakini kama ulivyosema, Tanzania ndio tulipewa kazi kubwa ya kusimamia na kufanikisha operation hiyo. Kwa hiyo tulisimamia vizuri sana chini ya uongozi wa kamanda wetu tulimchagua, Brigadier General Daniel Igoti. Yeye ndo alikuwa kamanda sasa wa operation hiyo, na alisaidiwa na Lieutenant Colonel Shabani Lisu
pamoja na maafisa na askari wengine wote walishiriki kikamilifu sana, na operation ile ilikuwa ndio mara yetu ya kwanza kufanya operation ya namna ile ya kwenda kushika operation ya kusafiri na kwenda kushika kisiwa, kwenda kushika eneo, tunaita amphibious operation. Ilikuwa ndio mara ya kwanza tumefanya amphibious operation. Kulikuwa na maneno mengi kwamba hiyo operation sio rahisi sana kuitekeleza. Tanzania haina uzoefu, haina uwezo wa kutekeleza wa kuendesha amphibious operation. Lakini walisahau kwamba kama nilivyosema mwanzo, Tanzania tumekuwa tukisomesha maafisa na askari wetu wa jeshi letu sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tayari watu walikuwa na utaalamu na uwezo wa kuweza kutekeleza operation ya namna hiyo. Kwa hiyo kwetu haikuwa tatizo kubwa kuipanga vizuri na kuitekeleza vizuri kitaalamu hasa. Na kabla ya siku moja ile D-1, siku moja kabla operation yenyewe, kabla ya launch operation, tulimuomba Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wetu wakati huo, Mheshimiwa Dr. Kikwete, Jakaya Mrisho Kikwete, tukaenda Ikulu pale, tukaenda tukamwelezea operation yote jinsi tulikuwa tumeipanga na tutakavyoitekeleza. Kwa bahati nzuri alielewa vizuri sana na akatupa ridhaa ya kuitekeleza ile operation kama tulivyokuwa tumependekeza, na tulijaribu kuwa angalifu sana kwamba tusije tukapata maafa katika kuitekeleza, na vile vile tusije tukasababisha maafa kwa upande wa wananchi wa kisiwa cha Anjuan. Kwa hiyo tulichukua tahadhari zote na kutoa maelekezo yote muhimu kwa maafisa na askari wetu, na waliyapokea na kuyatekeleza vizuri sana, na ndio maana hakukutokea maafa kwa upande wa wananchi wa Komoro. Waliwapokea vizuri sana maafisa na askari. Hilo labda niongeze tu kusema hapa kwamba operation ile ilifanywa na Tanzania kama kiongozi na Sudan pamoja na Komoro. Komoro of course kwa udogo wake, Komoro kuwa na jeshi dogo sana, kwa hiyo sehemu kubwa ya operation ile itekelezwa na Tanzania na Sudan. Kwa hiyo ndio operation Demokrasia Komoro ilivyofanyika. Kulikuwa na maneno mengi, lakini tunashukuru kwamba hayakuwa ya kweli kwamba tutashindwa. Hapana, ilifanyika vizuri kwa ufanisi mkubwa sana. Askari wamejaza kwenye meli, wataka kuingia, watateremkaje pale? Na ujue pale Komoro si kama Dar es Salaam kwamba mnaweza mkakata kule mkatembea kwa majini, ni hapa kwa sababu sio kama hapa, ni yale mariji, ili ni mawe yalitoka chini volcano. Ndio. Kwa hiyo ukitoka chini tu ni hapa. Basi nikaenda jioni kama saa 5 hivi, saa 6 hivi, nikaenda ufukweni pale. Kila kompania, kila kikosi, chukua boti zako. Kwa hiyo ukipeleka mara moja, ukichukua boti 3, ina maana umemaliza platoon. Platoon imeenda hiyo. Boti zingine 3 platoon. Kwa hiyo tukachukua ile mitumbu, tukaingiza kwenye meli. Wameshagawana tayari, tukaenda. Sasa tulipofika mita 400, mita 400 au 500, meli zikasimama. Shusheni boti zenu, wakashusha. Waliposhusha, sisi tukaona tayari mshaka platoon, kompania imekamilika. Ondoka. Piga moto, afu lazima. Sio piga moto mpaka kule. Ukizima kwa sababu ya tunajua tena imwambia aende. Yanasukuma boti mpaka karibu na ufukwe pale. Wanashika mawe pale, wanateremka askari wale. Taratibu wanakwenda, yule anageuza mitumbo yake na kuchukua watu wengine. Wale wanajipanga. Sasa Wanajipanga vizuri, taratibu. Platoon commanders, company commander kapanga vizuri. Imefika wamemalizika.
hamna anayetuona. Wale wa Liberia, wa Komoro, hawajatuona. Hawajatusikia. Sisi ndio tulianza kupiga risasi wa kwanza. Baada kwa tumejipanga. Na sisi Tanzania tulikamata bandarini. Na bandari ilikuwa sehemu muhimu. Basi. Kwa kwetu wakawasha RPG. Waajabu wale watu. Walikuwa wengine wameenda msikitini. Na wanajua askari adui anakuja kupigana sisi. Hapo kaenda msikitini wao. Kisha kwenda mzee anaamua kulala mbele huko. Kimbia napanda mlima, sisi tunapiga risasi du. Hakuna anayejibu. Tukasikia wanajibu wengine milimani huko juu. Wanapiga tu huko juu. Tumeteka nchi tayari. Kufika saa 12 tayari BBC anatangaza Tanzania imeshachukua nchi. Tulichukua sio kwa msuguano mkubwa. Baada hapo askari kwa wanatembea advance contact, extended line across the town. Kikosi cha Tanzania ndio kilichoingia bandarini. Kikosi cha Nigeria cha Komoro kiliingia airport. Kikosi cha Sudan kiliingia upande wa pili, upande wa mashariki wa kisiwa. Kwa hiyo hapo Tanzania tulipoingilia bandarini, kutoka bandarini kwenda Ikulu ndio karibu. Kwa hiyo sisi tulikamata bandari tukatembea moja kwa moja mpaka Ikulu. Tukakuta yule bwana ameshaondoka, ameshakimbia, ameenda zake. Sisi nia yetu haikuwa kumkamata. Ilikuwa ni kukamata nchi. Baada ya kikosi cha JWTZ kuwasili Komoro, taarifa zikarejeshwa nyumbani Tanzania. Aliyekuwa mkuu wa majeshi Jenerali Mwamunyange anakumbuka faraja ya habari hiyo. Nilifurahi sana kwa kweli. Tulikuwa tumeshakubaliana namna ya kuwasiliana na kamanda wa operation ile, Brigadier General Igoti, kwamba tuwasiliana kwa mawasiliano ya satellite. Kwa kuzingatia umbali kati yetu hapa na kule, tukaona mawasiliano ya satellite yalikuwa na uhakika zaidi, lakini tulikuwa tunafahamu vile vile kwamba inawezekana siwe salama sana. Kwa hiyo tukapeana neno la kificho kuelezea kwamba tayari amefanikiwa kutua Anjouan na operation sasa inaendelea. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba akifika tu, akifanikisha tu landing, anifahamishe. Basi usiku wa manane, ilikuwa karibia kuna kucha, nikasikia simu inalia, satellite, nikiwa nyumbani pale Oysterbay, pokea, ni yeye akataja neno hilo, akataja code word. Nikataja code kwa kifupi tu. Kwa nikaelewa kwamba tumefanikiwa. Kwa hiyo sasa sikutaka kuongelea sana, nitaka kwanza aendelee na ile operation, alafu baadaye ndio tuweze kuongea. Kwa hiyo baadaye kesho yake asubuhi tukaongea, kwa akanifafanulia sasa hatua ambazo zimechukuliwa, kama nilivyoeleza mwanzo, kwa upande wa wenzetu wa Komoro, upande wa Sudani na sisi wenyewe, na kwamba kulikuwa kwa kweli hakuna maafa. Na usiku ule ule alivyosema tu ile code word, kuashiria kwamba tumefanikiwa kutua Anjouan, nilimpigia simu aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wakati ule, Mheshimiwa Membe, nikamfahamisha, na yeye vile vile akamfahamisha Mheshimiwa Rais, na waziri wa ulinzi nafikiri tulimfahamisha the next day asubuhi. Kwa hiyo nilifurahi sana sana, leo kwangu ilikuwa ni faraja kubwa kwamba tumefanikiwa kusafiri kutoka Mwali moja kwa moja mpaka Anjouan na kutua salama na kwenda kushika maeneo hayo. Nilifurahi sana. Tanzania bado inaendelea kudumisha ushirikiano wa kikanda baada ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kukubaliana kwa pamoja kukabiliana na changamoto za kiusalama katika nchi za Msumbiji
na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo mwaka 2021, JWTZ lilipeleka kikosi nchini Msumbiji kujiunga na majeshi ya SADC kukabiliana na kundi la kigaidi linaloendesha harakati zake katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Kituo cha mafunzo ya ulinzi wa amani cha Tanzania PTC Kunduchi ni kituo kinachotoa mafunzo kwa walinda amani kwa ajili ya misheni mbalimbali za kimataifa. Kituo hiki kilianzishwa mwaka 2002 kama tawi la chuo cha uongozi na unadhimu, yani CSC, na wakati huo makao makuu ya chuo cha ulinzi wa amani yalikuwa katika kikosi cha anga 603 kikosi cha jeshi ambacho kwa sasa kinajulikana kama 603 Air Transport Station. Mwaka 2014, baada ya kukamilika jengo kuu ambalo lina ofisi pamoja na madarasa, kituo kilihamishiwa Kunduchi. Brigedia Jenerali George Itangare ni mkuu wa kituo. Majukumu ya msingi ya kituo hiki yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuandaa vikundi vyetu vinavyoenda katika misheni za ulinzi wa amani kwa maana ya pre-deployment training. Kwa katika eneo hili tunaandaa vikundi vinavyoenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Lebanon. Lakini pia katika kundi la pili tunaandaa kozi mbalimbali za wanadhimu na wanadhimu pamoja na waangalizi wa Umoja wa Mataifa, ambapo wao wote wanadeploy katika mission mbalimbali za ulinzi wa amani kwa kuzingatia nidhamu, sababu nidhamu kwetu sisi ni kitu cha msingi: nidhamu, uaminifu na uadilifu na uwajibikaji. Mkuu wa utumishi jeshini Meja Jenerali Malko Gaguti anasema mafanikio ambayo JWTZ limekuwa likiyapata yanatokana na uaminifu, utii na uhodari. Katika utangulizi kwamba msingi imara wa jeshi letu la wananchi wa Tanzania limekuwa nidhamu, na nidhamu ndio inayebeba dhana nzima ya uwajibikaji au utendaji kazi wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Na siri kubwa imekuwa ni maandalizi muhimu ya kwanza kupitia taasisi nyingine shirikishi ambazo zinatoa vijana ambao wanapata fursa ya kujiunga na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kipekee nafikiri tambue mchango wa jeshi la kujenga taifa katika kuandaa vijana wa Kitanzania kwenye maadili mema lakini uzalendo, ambao kupitia kwao kwa kipindi kirefu jeshi limekuwa likichukua vijana kujiunga na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kitutambue pia mchango wa taasisi zetu za mafunzo za ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania, ambazo zinaweka msingi imara wa dhana ya nidhamu, ambayo ndio imekuwa chimbuko linalosaidia jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kufanya majukumu yake kwa weledi, lakini pia kutambua swala zima la utii ambalo limekuwa msingi imara wa majukumu ya jeshi katika kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulinda katiba, kulinda maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi naungana na wewe kutambua kweli jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limekuwa mfano kwa kuwa chombo imara cha ulinzi wa amani wa Tanzania na kutoa fursa kwa Watanzania kushiriki katika shughuli nyingine za maendeleo, lakini Tanzania yenyewe kujiimarisha katika mipango endelevu ya kupigania ustawi wa taifa lake, kwa sababu Tanzania imekuwa nchi ya amani tangu tupate uhuru. Mtazamaji, ushiriki wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania katika operesheni za ulinzi wa amani ni kielelezo cha dhamira ya Tanzania katika kuchangia amani na usalama duniani. Pamoja na changamoto zilizopo, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limeonyesha uwezo mkubwa na kujitolea katika kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinarejea katika nchi zenye migogoro. Hivyo Tanzania inajivunia mchango wake katika jitihada za kimataifa za kudumisha amani na usalama.